Naitwa Seif Rashid Seif, katibu mkuu wa Jukwaa la Wachambuzi Tanzania. Tupo Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine jijini Morogoro, ambako tumealikwa kushiriki katika mjadala wa wazi kuhusiana na mabadiliko au mageuzi ya sekta ya mabadiliko ya sekta ya kilimo katika baina ya serikali na sekta binafsi. Na mjadala huu ulifanyika kwa kuwasilishwa hotuba fupi na yenye maono mapana na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha ubia baina ya serikali na sekta binafsi, ndugu David Kapulila. Kwa kifupi, Dr. Kapulila ameanza na kuelezea namna ambavyo nchi ya China wakati wa urais wa Deng Xiaoping ilivyofanya mabadiliko kwa kutengeneza watu. Alimwomba rais wa Marekani wakati huo Jimmy Carter ili aweze kupeleka vijana ambao watakwenda kujifunza nchini Marekani masuala ya mbalimbali ya kisayansi. Mwaka 2018 nilikuwa nasoma jarida la The Morning Post, China Morning Post. Wakati ule kulikuwa na mjadala mkubwa kuhusu trade war, vita kibiashara kati ya Marekani na China. Kwenye jarida lile wakaposti hotuba Jimmy Carter, rais wa Marekani wa miaka ya 78 huko, akieleza kwamba siku moja usiku wa manane alipokea simu ya mkurugenzi wa usalama anayehusika na masuala ya teknolojia. Ile simu ikamfanya usiku ule ahisi kwamba labda kuna mahala kuna shida ya usalama Marekani. Lakini alivyoipokea akaambiwa kwamba rais wa China amepiga simu kukumbusha ahadi yake uliyomwahidi ya kupeleka vijana 1000 kwenye vyuo vya teknolojia ya Marekani. Kwa alikuwa anakumbusha hiyo ahadi. Jimmy Carter, rais wa Marekani wakati huo, akasema kapiga simu muda huu, basi mwambie sio 1000 tu, alete hata 100,000. Hiyo ndio mwanzo wa safari ya China kujenga manpower iliyokwenda juu sana katika masuala ya teknoloji, kiasi ambacho baadaye Marekani ikawa inahisi China wanaiba teknoloji, na wao wanamkumbusha kwamba safari hii ilianza kwa ushirikiano mzuri tu. Wakati huo Marekani iko chini ya Jimmy Carter, China iko chini ya Deng. Tukapata nafasi ya kupeleka vijana kwenye vyuo vya teknolojia Marekani. Mpaka leo ukienda Marekani, Silicon Valley, ukiacha wa Marekani wenyewe, tabaka la pili, nchi ya pili yenye watu wengi kwenye ukanda wa high tech industry ya dunia, Marekani unawakuta ni wa China. Kwa sababu ya hiyo background, mabadiliko yaliyokuwa yanaonekana leo hii baada ya muda mrefu kidogo ya nchi ya China, chanzo chake ni kujenga tabia na mwenendo na uwezo wa watu. Na ndugu Kapulila ameeleza wazi kabisa kwamba ili tuweze kuleta mabadiliko ya kweli, mataifa sasa hivi hayashindani katika rasilimali vitu, bali yanashindana katika ubora wa watu. Dunia ya leo mataifa hayashindani kwa kiwango cha madini au mafuta au milima au mabonde au mito. Dunia ya leo watu wanashindana kwa ubora, mataifa yanashindana kwa ubora wa watu. Mataifa duniani yanashindana kwa ubora wa watu. Kwa mtazamo huo basi, lecture yake katika chuo kikuu hiki cha kilimo ilikuwa ni mahali munasaba, kwa sababu kwanza ni chuo kikuu ambacho kinahusisha na mambo ya kilimo, na kilimo kina nafasi ya kipekee katika dira ya taifa ya maendeleo kwenda mwaka 2050. Kwanza ni moja ya sekta za kimageuzi ambapo inatarajiwa Tanzania imeweka shabaha ya kuwa mzalishaji mkuu wa chakula katika bara la Afrika na kuwa moja ya nchi 10 bora zinazozalisha chakula
duniani. Na mabadiliko haya yanahitaji mambo mengi, kwa sababu ni uchumi jumuishi wenye kuweza kuleta ushindani na unaoweza kushindana na wenye kuhimili, ambao tunatarajia ni kuwa na uchumi wa US dola trilioni 1 itakapofika mwaka 2050. Kwa hivyo tunahitaji mjumuiko wa watu wengi na sekta mbalimbali, hususan sekta binafsi ambayo inatarajiwa ichangie walau isipungue 70% ya mchango wa kuhakikisha kwamba dira hiyo inafanikiwa. Kwa maana hiyo basi, kwenye sekta ya kilimo pekee ambayo ina mambo mengi, ina masuala ya teknolojia, ina masuala ya utafiti, ina masuala mbalimbali, inahitaji alau 70% kuhakikisha kwamba inafanikiwa. Akataja Dr. Kafulila moja ya mambo ambayo yamo katika mwelekeo wa muktadha wa maendeleo ya mpango wa maendeleo ya taifa wa miaka 5 ni kilimo cha umwagiliaji. Hatuwezi kulisha Afrika kwa tukaongoza namba 1 katika Afrika wala kwa nchi moja katika nchi 10 duniani kama endapo tutategemea masuala pekee ya kilimo cha mvua. Na kwenye eneo la umwagiliaji pekee yake kuna nakisi kubwa ya bajeti ambayo inahitaji mwingiliano ama mwaliko wa sekta binafsi. Na kwa upande mwingine, Kafulila alipata nafasi ya kujibu maswali kutoka kwa washiriki. Soko la kilimo ili kusudi tija ya kilimo iongezeke na watu wengi wazidi kushika kutoka kwenye kilimo kwenda kwenye viwanda na huduma. Slowly ndivyo ambavyo tunajenga uchumi wa kisasa. Uchumi wa kisasa ni uchumi ambao sekta ya kilimo inakuwa ndogo, inachangia kidogo kwenye uchumi. Sio sifa kusema sekta ya kilimo inachangia sehemu kubwa ya uchumi, lakini haimaanishi kwamba hicho kilimo kishushwe kwa maagizo ya serikali au nguvu za kijeshi. Ni market forces ambayo mojawapo ni kuhusiana na sheria ya manunuzi ya umma. Kama sheria hiyo endapo inahusika katika masuala zima ya ubia baina ya sekta binafsi na serikali. Na Kafulila alieleza wazi kabisa kwamba sheria ya manunuzi ya umma haihusiani kabisa katika masuala yanayohusiana na sheria za ubia au miradi ya ubia. Kwa hivyo wadau wanapaswa wajisikie huru na wanaweza kuanzisha michakato ya mambo ambayo wanaona kwamba wao wanaweza wakafanya na wakashirikiana na serikali wakayawasilisha katika kituo hiki cha ubia na kujadiliana na kuona namna gani miradi hiyo inaweza ikafaa na kuongeza wigo wa mapato kwa nchi. Kwa ujumla, Tanzania imefunguka, inahitaji ushiriki mkubwa wa wananchi na sekta binafsi katika kusukuma maendeleo na dira ya taifa. Na kipekee kabisa ameeleza wazi kwamba hatuwezi kuendesha nchi kwa kutumia mifumo ya kutumia kodi tu na njia zingine za mapato. Lazima tuwe na vyanzo vingine ambavyo tunaingiza mitaji kutoka nje kwa ajili ya maslahi ya nchi. Kiujumla, mjadala ulikuwa ni mzuri, ulikuwa huchoshi, na ilikuwa ni fursa kubwa sana kwa vijana na wasomi na wanajamii hapa Sokoine kumsikiliza moja kwa moja mkurugenzi na kuona namna ambavyo wanaweza kuongeza ufahamu wao na ushiriki wao katika kama wabia muhimu. Na kwa kipekee kabisa nisisitize kwamba Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Dr. Adesina ameeleza wazi kwamba mabilionea wa baadaye watakuwa ni katika makundi ya watu wanaojishughulisha na kilimo. Na tunapozungumza kilimo, ifahamike kabisa ni kwamba ni pamoja na kilimo, uvuvi pamoja na ufugaji. Zote hizi zinajumuika katika sekta ya kilimo. Kwa hivyo mabilionea wajao hawatotokani kwenye gesi wala mafuta kama alivyosema Dr. Adesina, bali watatokana katika mifumo ya kilimo. Namna gani sasa hivi Wizara ya Kilimo pamoja na wadau wa kilimo wanaweza wakajipanga sawa sawa kuhakikisha kwamba tunaielekea kwenye hiyo dira ya taifa ya 2050 kwa mafanikio. Hilo ni swala la kujadiliana na kujifunza zaidi katika siku zijazo. Kwa vyovyote, kinayofurahisha ni kwamba Tanzania tayari hivi sasa hivi inajitosheleza kwa chakula kwa zaidi ya 100% na hilo ni jambo ambalo limefanyika kwa miaka kadhaa. Hatuna upungufu wa chakula na tunauza nje. Ni suala sasa hivi la kuongeza bidii katika mazao mahsusi ambayo yana thamani kubwa na tuwekeze kwa kiwango kikubwa kabisa katika mnyororo wa thamani wa kilimo. Kwa kifupi na kwa muktasari,
Hiyo ndio ulikuwa mjadala ulikuwa umevutia sana, umetia hamu, na vijana wametoka wakiwa wamefurahi, wakitamani kabisa kwamba bado tutahitaji katika siku zingine tuwe na fursa ya kujadiliana na kufanya mashauriano ya kina, na sisi kama jukwaa la wachambuzi tutaendelea kuvumisha hizi taarifa kuhakikisha kwamba mijadala na taratibu za kushauriana na kupanua wigo wa ushirikiano baina ya sekta binafsi na umma itaendelezwa, hususan katika kilimo, nishati na masuala mengineyo ambayo ni masuala mtambuka, kuhakikisha kwamba dira inapata nafasi ya kipekee katika maendeleo ya nchi yetu na ili kustawisha nchi yetu.